Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kusoma katika miji ambayo iliyopita, tulisoma mji wa kwanza mpaka mji wa 16 tumemaliza. Na baada ya kumaliza hapo tukaenda katika kuhakiki. Tukajifunza kwanza kuzalisha shekeli. Kumaliza tumeenda kwenye kuhakiki kama je tahti yako itakuwa inasema kweli au inasema uongo. Sasa hapa ndo tunaanza kusoma zile tabia mbalimbali za shekeli zinapokuwa zimetokea katika miji tofauti tofauti, inakuwa ina maana gani. Sasa tugusie shekeli ya pamoja. Hii hapa nitaielezea kwa kifupi sana kwa sababu ina mambo mengi na sipendi kuchukua muda mrefu sana kwa ajili ya kujadili kitu kimoja, kwa sababu bado tuna shekeli ziko 16. Kwa hiyo tunahitaji tupite kwenye zote 16 tuzimalize zote ili tuwe tumemaliza somo letu katika sehemu ya pili. Sasa umeona, sasa ukiangalia hapa hii shekeli hapa inaitwa ni qabdatu kharija. Qabdatu kharija, ambapo kwa Kiingereza wanaita jina la deviation. Kama double S hapa, emission. Manake kwa Kiingereza ina maana ya loss. Loss huwa ni hasara. Umeona? Huwa ni hasara. Hiyo hapa kitu ambacho cha kuzingatia hapa, kuna maana nimekuwekea hapa. Ya kwanza ni hapa ambapo ina maana ya kupotea au kupoteza. Shekeli yenyewe ina maana ya kupotea kwa kitu au kupoteza. Maana ya pili hapa inasema ni kupunguza. Yaani huyu bwana huyu huwa akitokea maeneo huwa kitu hakiongezeki, kitu kizuri. Yaani kazi yake ni kupunguza. Kama ni faida anapunguza, unapata hasara. Kama ulikuwa una mume unaachwa. Yaani yeye anakupunguzia furaha, anakupunguzia faida, anakupunguzia amani, anakupunguzia kila kitu. Kwa hiyo kazi yake wewe ni kupunguza. Maana nyingine ya hiyo shekeli ni kukosa. Yaani kwa maana kwamba kama unataka kupata kitu basi mnakikosa. Kama ni mchumba, ikitokea shekeli hapa maana yake umemkosa huyo. Na kama ni unaye kabisa mume, maana yake mapenzi hawezi kupata. Yaani anakuwa hana mapenzi, kwa sababu haya mapenzi yatakuwa hayapo. Umeona? Alafu maana nyingine hii hapa ni kutoweka kwa kitu. Umeona? Inaweza ikawa ni kupoteza, au kuibiwa, au kitu kinaondoka tu, umeona, bila sababu. Umeona? Ulikuwa nacho kinatoka. Kwa hiyo hii ni maana tu nyingine, lakini zote zinakuwa zinafanana. Alafu pia ina maana ya kuondoa. Yaani shekeli hapa kazi yake kubwa ni kuondoa. Na kuondoa huwa inaondoa vitu vizuri na vitu vibaya. Sasa inategemea wewe unaitumia kuondoa nini. Kama unaitumia kwa ajili ya kuondoa vitu vibaya, basi inaondosha. Yaani huyu hapa kwa lugha nyepesi naweza kusema ni zoa. Kwa lugha ya vijana wanasema ni zoa. Jambo zuri inazoa, inaondosha. Jambo baya inaondosha. Kwa hiyo hata katika ukitumia formula yake vizuri na utaratibu zake vizuri, manake
mbali na kwamba hii hapa inakuwa inatoa vitu vizuri. Kwa mfano mtu ana bahati, inaondosha bahati. Mtu yuko na mume wake, inamuondoa mwanaume. Mtu anapata faida, inampa hasara, yani inaondoa ile faida, kwa hiyo inakuachia hasara. Ukiwa na furaha, inakuondolea furaha, inabakisha huzuni, umeona? Yani ndio shikeli hapa hivi. Lakini ni shikeli ambayo, yani ni shikeli ambayo tunaweza kusema ni bora sana, kwa sababu hii hapa kwa mara nyingine huwa tunaitumia kwa ajili ya kuondosha vitu vibaya. Yani ukifuata taratibu zake na namna ya kufanya, manake hii tunaitumia kwa ajili ya kuondoa mikosi, tunaondoa uchawi, tunaondoa mabalaa, umeona? Hizi kama hivyo. Kwa hiyo hii hapa kazi yake ni kuondosha. Kwa hiyo unataka unaondoa nini? Unaamua mwenyewe, naondoa nini? Unaondoa bahati ya mtu, huyu hapa ndio mwenye kufanya hii kazi. Unaondoa maradhi, huyu hapa anatoa. Unaondoa sijui mahusiano, huyu hapa anaondoa. Kwa hiyo huyu anafanya kwa kazi zote ambazo unafikiria wewe. Kwa hiyo shughuli yake huyu bwana huyu hapa. Kabla tukharija, ambao nimesema inaitwa hasara. Yaani ukiona tu imetokea huyu bwana huyu, maana yake kama ni kwenye mambo ya pesa, hiyo hasara hiyo. Ikiwa kwenye mahusiano, katika huyo, umeona? Ikiwa kwenye mwili wa mtu, unajua balaa hili. Yaani huyu amekwishakosa bahati tayari. Sababu hii hapa lazima hiyo bahati itoe, ikubakishie nuksi, umeona? Ikija kwenye malengo ya mtu, basi ujue malengo hayatotimia, itakuwa inayaondoa. Ukitaka kufanikiwa inatoa. Kwa hiyo hapa inachelewesha mafanikio, umeona? Yaani kionekana ikisema tuseme, basi maana yake mafanikio yanachelewa au hayapo kabisa, umeona? Hii ndo maana ya shikeli hii hapa ya qabdatu harija, ambayo tunaita ni loss, yani hasara, kukosa, kupunguza, kupotea, kupoteza, au kutoweka. Yani hii hapa hii. Hem, tupitie kwenye mfano hapa. Ngoja niandike hizi skeli zetu, hii miji 16 hapa, tuanze kuangalia mmoja baada ya nyingine. Moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na moja hapa, 12 hapa, 14, hapa 15, alafu 16 hizi namba huku juu, alafu 16 hapa. Hii miji 16, kwa hiyo tunakuwa tunaweka hiyo shikeli moja. Nia madhumuni mimi ninachotaka, ngoja nibadilishe rangi hapa ili tutofautishe kidogo. Alafu tupunguze brush size. Tutaanza hapa na huu mji wetu wa kwanza. Haya. Ikisimama katika mji wa kwanza, hiyo hapo shikeli, maana yake huyu mtu yani atapoteza kitu. Inasimama kwenye kupoteza. Maana yake huyu kuna kitu alichokuwa nacho kapoteza, umeona? Au amekikosa kitu ambacho kwa anakitaka, au kuna kitu ambacho kimetoweka ambacho alichokuwa nacho, au kuna kitu ambacho kimeondoka katika maisha yake. Alafu kisaikolojia wanasema
ni shikeli ya huzuni, kwa sababu kitu kishaondokewa ambacho unakipenda kabisa, lazima upate nini? Upate huzuni. Kwa hiyo hii hapa inaashiria kwamba ni kupoteza au kuondokewa na jambo ambalo ulikuwa unalihitaji sana yani. Kwa mfano kama ukiangalia kabisa katika mji ule wa kwanza ule, kwanza ni kukosa bahati. Shikeli yenyewe inamaanisha ya kukosa. Kwa hiyo maana yake inakuwa ni kukosa bahati. Umeona? Au kwa lugha nyingine tunasema, kwa sababu hapa huwa inaondosha mambo mazuri, maana yake inachelewesha kufanikiwa. Yaani mafanikio katika mipango yako yote ya kimaisha inakuwa inachelewesha. Kitu kikitaka kukaribia, maana yake hii hapa inakuwa inaashiria kwamba kinachelewa. Kinakuwa kinachelewa. Ngoja niweke hapa. Kwa hiyo hii hapa katika mji wa kwanza inakuwa ina maana hiyo. Inakuwa ina maana kwamba ni kukosa bahati, mipango kuchelewa, au msemaji ni kupata huzuni, kuwa na huzuni. Au kupoteza kitu. Kwa mfano kama ulikuwa lase una mpenzi wako, baadaye akakuacha, maana yake huko ni kupoteza huko. Ulikuwa kwenye biashara zako, alafu baadaye ukapata hasara, huko nako ni kupoteza. Au kupungukiwa kwa jambo. Au ulikuwa tayari wewe unapata faida, sasa unapata hasara. Kwa hiyo yani vile vitu vizuri, yani kwa hiyo hapa ikisimama kwa kifupi ni kukosa bahati. Yani mtu anakuwa hana bahati hapa. Ina maana ni kukosa, lakini nini? Ni upande wa nini? Wa bahati. Haya, nafikiri twende mji wa pili. Hapa tumemaliza. Twende mji wa pili ambao ni huu hapa. Ikisimama hii hapa inakuwa ina maana gani? Hapo huwa inaashiria hasara za pesa. Hapa kwa sababu ni mji wa mali huo. Kwa hiyo huwa inaashiria hasara za pesa, kama tunakuwa tunaongelea kwenye swala zima la nini? La biashara. Umeona? Alafu pia kwa sababu hii shikeli huwa ni ya kupunguza, maana yake ikisimama kwa mtu huyu kama ana pesa, maana yake ana matumizi mengi yasiyokuwa na faida, yani ana matumizi holela. Matumizi holela kwa maana kwamba yani ni lazima pesa ipungue ikikaa katika mji wa pili. Kwa kama pesa anazo, maana yake wewe ni mtumiaji mbaya wa pesa. Kwa ni holela, anatumia kiholela pesa. Hii hapa. Hiyo ni katika mji wa pili, sawa? Au inaweza ikawa ina maana ya kukosa pesa. Maana yake mtu akiwa katika mji wake wa pili, imetoka hii hapa, maana yake ni kapuku, yani anakuwa hana hela kiujumla. Ikikaa shikeli kama hii, maana yake pesa zake zote zinakuwa zimeshatoka, yani zimeshapotea. Umeona? Kwa hiyo anakuwa amefulia. Kwa hiyo shikeli ya kabla haja ikaa katika mji wa pili, maana yake inaashiria mtu aliyefulia. Au mtu fukara. Umeona? Alafu pia kitu kingine nasema kwamba kwa sababu hii shikeli inamaanisha kwamba kuchelewesha mipango, na maana yake hii mipango yote ya pesa inakuwa inachelewa. Yani inachelewesha pesa kuingia, kwa sababu pesa ikitaka kuja, huyu hapa sana anakuwa anaitoa. Yani kama ni nguvu hasi ambayo inakuwa inazuia pesa isiingie kwako. Maana kwa sababu hii shikeli hapo kazi yake ni kutoa. Kwa hapa ina maana kwamba katika mji huu wa pili, mtu akikuahidi tu anakupa hela, maana yake atakuzungusha hii. Kwa sababu yani hii hapa shikeli inakuwa inaonyesha kwamba hapa kuna uzito, yani inachelewesha. Kwa hiyo yani ni vitu vya namna hiyo, kwa vizingatie sana. Kwa hiyo kwa mfano
labda mtu aliuliza swali hili, biashara yangu itakuwa na faida au hasara? Ikisimama hii hapa shekeli katika mji wa pili, jibu lake itakuwa jibu gani? Otea atapata hasara, si ndio? Kwa sababu shekeli ni ya kutoa. Pesa hawezi kuingiza bali zitatolewa. Kwa hiyo maana yake faida hawezi kupata. Sawa. Nitalipwa kwa pesa hii. Je, kwa mfano mtu anakuuliza, je, nitalipwa kwa kazi ninayofanya? Maana yake tunaongelea malipo ya fedha. Kwa hiyo maana katika mji wa pili kisimama shekeli kama hii hapa, hawezi kulipwa. Na kama atalipwa maana yake itachelewa sana. Umeona? Kwa swali kama la namna hiyo. Haya, mwingine anakuuliza, gari langu labda let's say mtu anasema pikipiki yangu iliyoibiwa, je, inaweza ikapatikana? Unauliza swali la namna hiyo, utajibuje hapo? Imetoka shekeli kama hiyo hapo kwenye mji wa pili. Sababu mji wa pili unamaanisha mali zinazohamishika na zisizohamishika. Pikipiki ni mali ambayo inaweza ikahamishika, lakini nyumba huwezi ukaihamisha. Sasa kwa upande wa pikipiki maana yake ni mali ambayo inaweza kuhamishika. Kwa hiyo pia tunaiangalia hapa. Je, inaweza ikapatikana au haiwezi kupatikana? Otea. Itakuwa nini? Haiwezi kupatikana, kwa sababu hii shekeli hapa huaga inaondosha vitu na huwa hairudishi. Kwa unajua moja kwa moja hii kupatikana haiwezekani. Hii hapa inaondoa, hairudishi, haiingizi. Umeona? Je, unauliza, je, nikienda kwa fulani nikopeshe pesa atanipa? Hii shekeli hapa sio ya kupata kitu, ni ya kutoa kitu. Kwa hiyo wewe kupata pesa ni ngumu, hawezi kukopesha mtu. Umeona? Kwa hiyo katika huu mji wa pili ni kwamba ikisimama shekeli hii ni majanga. Pesa hawezi kupata. Na kama unazo maana yake utazitumia kwa kuharibu vitu visivyokuwa na msingi. Yaani mbali tu iishe tu yani. Au tayari ilishakwisha, inaashiria kwamba wewe tayari ni kapuku na huna lolote. Umeona? Hapo ni mji wa pili. Umeona? Hebu tuenzetu kwenye mji wa tatu hapa. Naenda mji mmoja baada ya mwingine. Mji wa tatu kwa kawaida mji huwa ni wa ndugu. Ikitokea shekeli kama hii huwa tunaashiria kwamba inaondosha amani. Shekeli hapa inaondosha amani kwa ndugu. Kwa maana ya kwamba kutakuwa kuna migogoro katika familia. Yaani utakuwa ni mtu na kaka yake hawaelewani, au mtu na dada yake hawaelewani. Au huyo aliyekuuliza huyo na hawa ndugu zake, si kaka yake, dada yake, jirani yake, wote wanakuwa hawaelewani. Umeona? Wanakuwa hawaelewani kabisa. Hiyo ni cha kwanza kama tuko tunaangalia ndugu. Jambo la pili, katika mji wa tatu huwa tunaangalia nini? Habari. Yaani kama mtu anakuletea habari. Maana yake hiyo ni habari mbaya. Hizo habari inakuwa ni habari mbaya. Alafu pia mji wa tatu, kama unakumbuka katika vipindi vyetu wote vilivyopita tulikuwa tuna discuss kuhusu ni mji wa kusafiri safari fupi. Labda unatoka hapa unaenda beach labda. Unatoka hapa unaenda labda Kariakoo, kufanya biashara au vitu kama hivyo, ndio tunaangalia hapa. Vitu ambavyo vinakuwa sio zaidi ya umbali ambao sio zaidi ya mita hata maili 200. Maili 200. Sio zaidi ya maili 200. Kwa kama ni
maili chini ya 200, maana yake hizo ni za safari za mji wa tatu hapa. Kwa hiyo tunaangalia safari kama za namna hiyo. Safari hiyo itakuwa ina faida, haina faida. Mtu anakuambia safari hiyo ipo, haipo. Ikiwepo maana yake haina manufaa yoyote. Haya, pia huu mji wa tatu nakumbuka huwa ni mji wa elimu, lakini ya primary na nursery. Kwa hiyo huwa inaashiria kukosa kwa elimu au kukosa ufahamu au kutokufaulu. Kama unaangalia labda, je, shule hii hapa hii, huyu mtoto wangu atapata elimu bora? Hii hapa inakwambia hawezi kupata elimu bora. Umeona? Hawezi kupata elimu bora. Au nataka kuuliza mwanangu atafaulu? Lakini tunaongelea elimu ya primary na nursery. Mtoto atafaulu ikionekana shikeli kama hii hapa ya kabla tohari, maana yake hawezi akafaulu hapo. Umeona? Nakuja kukataa kabisa. Umeona? Haya, leo tuangalie baadhi tu ya maswali ambayo labda yakiulizwa utajibu kwa kama shikeli hii inakuwa imesimama katika huu mji wa tatu. Kwa mfano, mtu akiuliza bana, fulani kaniambia habari fulani, je, habari hiyo inaweza kaa ni ya kweli? Hapa anakuambia let's say fulani bana ana mimba bwana. Hivi kweli ana mimba kweli? Ndio nataka wewe uhakikishe. Wewe tayari ushaletewa taarifa fulani ana mimba. Wewe kazi yako ni kuhakiki, unajua kweli ana mimba au hana mimba. Unataka kudhibitisha ukweli wa habari hizo, ni za kuzusha au ni za kweli. Kwa tutaangalia katika mji wa tatu. Unapokuta shikeli kama hii hapa ambaye ni kabla toharija, huyu bwana huyo, huyu bwana zoa huyo, maana yake itakuwaje? Itakuwa habari za uongo, sio za kweli. Kwa hiyo akiwepo huyo hapa, ukweli unakuwa haupo. Ukweli unatoweka. Silisema ni elimu ya kuondosha mambo mazuri. Kwa hiyo kama ni ukweli, maana yake hautakuwepo. Ni uongo. Habari hizi ni za uongo. Alafu ni mji wa ushauri, mji wa tatu. Kwa hiyo unaweza ukaulizwa bana, hiyo ushauri ndio pewa ni mzuri? Ikija hii shikeli, maana yake ushauri mbaya huyo. Hakushauri vitu vya msingi. Haya. Kuna kitu nataka nimwombe jirani yangu. Je, atanikubalia jirani? Mji wa tatu. Jirani ni mji wa tatu. Kwa hiyo ikitokea shikeli kama hii hapa, hicho nataka kumwomba huyo jirani akupe. Hawezi kukupa kwa sababu shikeli hii hapa sio ya kuruhusu kuingia. Shikeli hii hapa ni ya kutoa tu, haiingizi. Unaona? Yaani vitu vizuri huwa vinatoka. Kama ni pesa inatoka, kama ni furaha inatoka. Mali zinatoka, yaani hivyo. Yaani yenyewe inatoaga. Huwa haingizi vitu vizuri. Haya. Kwa hiyo hapo, hata kama unataka kuangalia lese, kama unataka kwenda kutembea sehemu, unataka kuangalia nitapata faida ya kitu ninachokifuata basi sehemu, labda naenda kufuata dili langu Kariakoo hapo. Unaangalia, unaweza ukajua hapa. Kwa sababu si safari zile za fupi zile chini ya maili 200, kwa hiyo unaweza kuangalia mji wa tatu. Kwa hiyo ukiangalia hapo inakwambia kwamba hauwezi kufanikisha. Kwa hiyo ndo kazi ya nini? Ya hii shikeli ya kabla toharija, shikeli ya hasara ambayo ikikaa katika mji wa tatu. Haya, twende hapa mji wa 4. Tabiri nifupishe hii video kidogo angalau
tusichukie muda mrefu sana. Tabii nichambue mambo manne, alafu nitamalizia na mambo mengine. Mji wa 4, tulisema mji wa 4 unahusika na baba, mama, familia kwa ujumla. Kwa hiyo ikitokea shikeli kama hii hapa, ikitokea shikeli kama hii hapa, maana yake kuna migogoro katika familia. Kama unataka kuangalia mzazi wako, maana yake hapa hii mzazi anakuwa hana mapenzi na wewe. Kwa lugha nyingine unaweza kusema mzazi hana radhi na wewe. Inapotokea shikeli kama hii, kama ni baba unamwangalia au kama ni mama, basi anakuwa hana radhi, umeona? Au kwa lugha nyingine unaweza ukasema kwamba ikitokea shikeli kama unamwangalia mzazi mwenyewe, maana yake mnasema kwamba mzazi hana amani. Kapoteza amani, umeona? Hii katika mji wa 4. Alafu pia ukiangalia katika mji wa 4 tulidiscuss kuhusu kilimo, kama kilimo kinakaa katika mji wa 4, kilimo, kama mnakumbuka vizuri. Kwa ukiangalia swala lote la kuhusu kilimo, maana yake hapa majibu yake yanakuwa yanajulikana. Jibu yake ni nini? Maana yake kilimo hakiwezi kufanikiwa, utakula hasara. Maana hiki shekeli hapa haiwezi ikaruhusu mazao kuongezeka. Hii huwa inapunguza na kumaliza, inaondosha. Huwa kazi yake ni kuondosha, huwa haingizi. Kwa hiyo kilimo hakiwezi kufanikiwa kama imesimama hii hapa shekeli. Kwa hiyo kama wale ambao wanakuwa wanafanya utabiri kwa kuangalia labda kilimo kitakuwa kina manufaa akilima, maana yake jibu ni moja kwa moja, kilimo hakiwezi kustawi, umeona? Hakiwezi kustawi, hakiwezi kukubali. Alafu kitu kingine, kwa hiyo itakuwa ni hasara kwenye kilimo. Kama unaangalia kuhusu madini, kwa sababu katika mji wa 4 tulisema ni kuhusu ardhi na madini yanahusika hapo hapo. Kwa hiyo mtu akikwambia bwana hivi hapa kuna madini labda ya ruby, ndio nasikia hapo kuna madini ya ruby. Hivi kutoka kuna madini ya ruby kwa ile maeneo, ukipiga skeli pale kajalia hapa, hiyo ruby hakuna. Kama ulinuia dhahabu, ukipiga ikija skeli kama hii hapa, dhahabu hakuna, umeona? Katika huu mji wa 4. Alafu na kitu kingine kabisa, kama unaongelea kama kuhusu labda viwanja, na tulisema kwamba na viwanja si vinahusika hapa, au mashamba. Kwa mfano kama ni kiwanja, mtu anataka kuuzia kiwanja, alafu ukaja ukaangalia katika huu mji wa 4, ikitokea hii hapa usinunue. Usinunue kabisa, kwa sababu ukinunua hapa baadaye utakikosa hicho. Yaani shikeli hiyo ni kukosa. Yaani lazima utakikosa hicho, kitatokea mgogoro, watachukua kiwanja chao. Kinaweza kaa kina wizi. Mtu ametapeli tu ni cha mtu fulani, alafu anakuuzia wewe. Maana yake mwisho siku kitarudi kwa yule mwenye nacho. Kwa hiyo ikitokea shikeli hapa inakupa ile tahadhari kwamba bana hichi kiwanja hicho utakikosa. Kwa hiyo cha msingi kiache. Ukikilipia shauri yako, baadaye yatakuja makesi hayo, utashindwa. Hivyo kwenye mambo ya mashamba unaweza kaangalia hivyo. Je, nikilima zao fulani hapa litastawi? Ikitokea shikeli hii hapa, maana yake haliwezi kustawi, umeona? Yaani kwa hivyo it's very simple, umeona? Yaani it's very simple. Kwa hiyo ngoja tufupishe kidogo, angalau tusifanye video ikawa ni ndefu sana. Niishie hapa kwenye mji wa 4, alafu tutaendelea na mji wa 5, 6, 7, 8
mpaka 16. Tutamaliza mpaka mwisho moja kwa moja, lakini kwa kuanzia hii hapa inabidi tuishie hapa. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.